السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك راهبين طائعين، إليك مخبتين أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا. أيها الأحبة، ndugu zangu wapendwa waislamu wa mji huu wa Dodoma, asimatu ad-dawla, asimatu Jamhuriyati Tanzania al-Muttahida. Ndugu zangu wenyeji wa mji huu wa Dodoma ambao ni makao makuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wale waliotoka nje ya Dodoma, na wasafiri waliotoka sehemu mbalimbali ndani ya nchi hii na nje ya nchi hii, tulihudhuria katika msikiti huu wa Manyema uliopo katika barabara ya 7 kwenye tarehe ya leo, tarehe 22 Dhulhijja ya mwaka wa 1446 Hijiria, ambayo ni sawa na tarehe 18 ya mwezi wa 6 mwaka wa 2025 Miladia. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na taufiki yake ametukusanya ndani ya nyumba hii miongoni mwa nyumba zake tukufu kwa lengo na madhumuni ya kuambiana maneno matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miongozo yake ambayo tunaamini kwamba itatunufaisha katika maisha yetu ya hapa duniani na huko akhira tunapokwenda. Mazungumzo yetu ya leo yatakuwa katika vipindi viwili vikuu. Kipindi cha sasa cha baada ya swala ya al-asri
mpaka nyuma kidogo ya wakati wa maghrib, kabla ya kuingia maghrib kwa dakika chache, ili tupate nafasi za kujiandaa kwa swala ya maghrib. Na kipindi cha pili kitaanza mara baada ya swala ya maghrib mpaka pale itakapoingia swala ya isha, au pale tutakapokuwa tumeruhusiwa na nyinyi ndugu zetu pamoja na uongozi wa msikiti huu kuendelea zaidi ya muda huo, na likawa hitajio la kufanya hivyo lipo. Lakini mimi sipendi kutawilisha maneno mpaka watu wakachoka. Kwa hiyo nitajitahidi nifikishe ujumbe wangu nilioubeba na niliofahamu kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa mazungumzo mafupi. Pamoja na kwamba haya ninayotaka kuyasema leo hii na nishayasema sana katika siku nyingine, ni mambo mapana sana na ni mambo marefu, yanahitaji darasa endelevu lenye utulivu kwa muda mrefu. Lakini tutatosheka sisi na machache tutakayookota kutoka kwenye mafunzo ya Uislamu. Allah awalipe kila la kheri kwa kuhudhuria kwenu. Mmetuheshimisha na mmetutia nguvu kwa kuhudhuria huku. Kadhalika Allah awalipe kila la kheri ndugu zetu, wenyeji wetu wa msikiti huu, wakiwemo trustees na mashekhe na maimamu, waalimu walio katika msikiti huu na maratibu wa msikiti huu, yani maamuma wale wanaoswali hapa, pamoja na wanafunzi wa jamii alhadhirin. Allah walipe kila la kheri, awabarik na awahifadhi, kwa sababu kupata nafasi hii ya kuzungumza na Waislamu na Waislamu wakawa wako tayari kukaa kukusikiliza, wakaacha shughuli zao, si jambo dogo. Na hizo ni katika fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu si kila mtu husikilizwa. Kwa nyinyi kwa hiari yenu bila kulazimishwa mkakusanyika hapa na nafasi hii ikapatikana, hatuna budi kuwashukuru nyote kwa ujumla. Mazungumzo yetu na maudhui ambayo tutaizungumza ni hasasi jiddan, mazungumzo muhimu sana sana. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie kuyaelewesha na nyinyi muelewe vile inavyotakiwa. Mimi leo nataka nizungumze kitu kimoja miongoni mwa vipengele muhimu vya Uislamu. Dini yetu ya Kiislamu ni dini adhim, dini tukufu, dini yenye mambo mazuri ambayo hayapatikani katika mfumo mwingine wowote wala katika dini nyingine yoyote. Uislamu una mafundisho mazuri mno, na laiti kama Waislamu tuamua kikweli kabisa kuyafahamu mafundisho ya dini yetu kwa usahihi, kisha tukayafanyia kazi, tungeishi katika raha ya hali ya juu, na Uislamu ungetawala katika huu ulimwengu, na ungeogopewa na ungeheshimika. Miongoni mwa misingi madhubuti ya Uislamu
ni kuwa sheria ya Kiislamu katika makasidi yake na malengo makuu ya kuwekwa sheria ya Kiislamu, Uislamu umekuja kuvihifadhi na kuvilinda vitu vitano ambavyo vinaitwa ad-daruriyatul khams. Tapenda wanafunzi na wale wanaopenda kujifunza wawe wanaandika ninayoyasema, ima kwa daftari na kalamu, au kwa wale wenye simu zao smartphone wafungue sehemu za kuandika. Andika nukta zile muhimu kabisa, zitatusaidia. Mimi binafsi huwa naandika, hata kama wakati mwingine sitazami kile nilichoandika, lakini kwanza naandika, alafu nasoma nilichokiandika, alafu nakiweka akiba. Leo kija ukiniuliza muhadhara niliofanya miaka 20 iliyopita, faili lake ninalo, hata kama ni jambo dogo, lakini naandika na tarehe na hifadhi kwamba huu ni muhadhara wangu, nimeutoa mahali fulani. Kwa hiyo vizuri tuandike, tuweke kumbukumbu ya yale tunayoyasoma. Narudia tena, miongoni mwa mambo mazuri ya Uislamu ni kuwa Uislamu umekuja kutulindia mambo makuu matano ya lazima. Ukiitazama sheria yote ya Uislamu ndani ya Qur'ani na kupitia sunna na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kauli za ufafanuzi na ushereheshaji zilizonukuliwa kutoka kwa maswahaba na wanafunzi wa maswahaba na wanafunzi wa maswahaba, ukirejea katika Qur'ani ukaangalia ufafanuzi huo ulipotolewa, utaona mafunzo ya Uislamu yote yanalenga katika kuvilinda vitu vikuu vitano. Kitu cha kwanza, sheria ya Kiislamu imehimiza na kuwajibisha kuilinda dini, hifdhu dini. Lazima dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilindwe na ipewe himaya na ulinzi wa kutosha. Na hatua ya kwanza ya kuilinda dini isipotee ni kujifunza dini. Ili Qur'ani isipotee, ni lazima watu wajifunze Qur'an. Ndio inakuja ile maana sahihi kabisa, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, suratul Hijr. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun, hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an na hakika sisi ni wenye kuhifadhi, kuilinda. Hatua ya kwanza ya kuilinda Qur'an ni kuisoma na kuihifadhi katika vifua vyetu na kufahamu maana yake na kuifanyia kazi. Kwa hiyo dini yatakiwa ilindwe, na moja katika njia za kulinda dini ni kuisoma, na moja katika njia za kuilinda dini ni kuifanyia kazi dini na kutekeleza yale tuliyotakiwa tuyafanye na tuyaache yale tuliyokatazwa. Lakini moja katika njia ya kuhifadhi dini ni kuifikisha kwa wengine. Lakini pia kwa wale wenye mamlaka katika serikali za Kiislamu wataka kuihifadhi dini, kwa kuwakemea na kuwakanya wale wote wanaochezea maandiko ya dini. Lakini kwa maulama na wao kubainisha mafundisho ya dini na kurekebisha uharibifu wowote unaofanywa na wapotoshaji, maulama wanatakiwa wasimame wabainishe kwa kufanya urududi za kiilmu na majibu ya kielimu
kuwakosoa wakosoaji. Dini itahifadhika. Msingi wa kwanza ni kuhifadhi dini, na msingi wa pili miongoni mwa misingi muhimu kabisa ya sheria ya dini yetu ni kuzilinda nafsi na roho za watu. Uislamu miongoni mwa malengo yake, ukiangalia sheria zilizomo ndani ya Qur'ani au kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na ufafanuzi wa wema waliotangulia, utauona Uislamu unahimiza juu ya kuzihifadhi roho na nafsi za watu. Maudhui yangu itakuwa kwenye nukta hii kwa leo. Moja katika hizi nukta 5 hii itakuwepo. Hili ni jambo la pili, na ndiyo maana sheria ya Kiislamu ikaharamisha kuua, bali kujiua pia haifai. Ukaona si nafsi yangu mwenyewe bwana, acha ninywe sumu nife, haramu katika sheria ya Kiislamu, haramu. Hivyo hivyo kumuua mwingine au kuimwaga damu yake kwa kumjeruhi au kwa kumkata kiungo au kwa kumvunja, katika mambo yaliyotiliwa mkazo kabisa katika Qur'an kuwa yalindwe ni nafsi. Wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni mpaka mwisho, annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a. Aya hizi tulifafanuzi tutakapofika katika sehemu yake insha Allah. Lakini sheria ya Kiislamu imekuja kuhimiza na kuwajibisha kulindwa nafsi na roho za watu. Jambo la tatu lililohimizwa na sheria ya Kiislamu na kustakiwa yalindwe jambo hilo lilindwe ni al-aqlu, akili. Haitakikani mtu afanye jambo litakalo iteteresha akili ya mtu na kuiharibu, ima kifikra au kwa kutumia kitu chochote kama ulevi akawalewesha watu, ima kwa pombe au kwa mihadarati, madawa ya kulevya, bangi na mingineyo, katika mambo yenye kuharibu akili, katika mambo ya uraibu. Sheria ya Kiislamu imeweka hukumu kali dhidi ya waharibifu wa akili za watu. Jambo la 4, sheria ya Kiislamu imekuja kulinda al-a'radu, pia wengine wanasema an-naslu, kulinda heshima za watu zisivunjwe. Haifai mtu kuvunja heshima ya mwingine kwa kumsingizia mambo machafu na kuzitaja aibu zake na kasoro zake na kuziweka hadharani na mingineyo katika mfano wa hayo, kama matusi na kebehi na kejeli. Pia katika upande wa hiyo an-naslu ni kuhifadhi nasabu za watu na vizazi vyao. Sheria ya Kiislamu ikaweka misingi mikuu ya ndoa ili watoto wote watakaozalikana wazaliwe kwenye ndoa zinazotambulika na Uislamu. Fulani ajulikane kuwa baba yake ni fulani, na ikakataa kuacha watu waishi kama ng'ombe, mbuzi na kondoo na kuku na wengineo ambao hawazijui nasabu zao. Anaweza akawa mama mmoja katika uzao mmoja baba 12 kwa wanyama, na hilo si ajabu na ndivyo walivyo. Lakini kwa wanadamu hapana, lazima utaratibu wa ndoa upite, nasabu ifahamike. Hata kama mama atazaa kwa baba tofauti, lakini tujulikana kwamba mama huyu aliolewa na baba huyu akazaa naye watoto 3. Kwa hiyo hawa fulani ibni fulani na fulani ibni fulani na fulani ibni fulani. Kisha baba wa kwanza akafariki au akaachana na mama, akaja bwana mwingine akaoa,
akazaa naye watoto wengine. Kwa hiyo hawa wengine baba yao ni huyu mwingine namba 2, kwa hiyo hawa ni fulani bini fulani. Hawa na hawa wamechangia mama. Hata kama ataolewa na baba watano tofauti akazaa nao, sheria yataka mpangilio huo utunzwe, kutunza vizazi vya watu na nasabu zao. Katika jambo la 5 katika haya mambo matano ni kuchunga mali za watu, kwamba kila anayemiliki mali yake ibaki katika umiliki wake, ila itakapokuwa ameamua kuhamisha umiliki huo kwa njia zinazokubalika, ima kwa kuuza au kwa kutoa zawadi au kwa kutoa sadaka au kwa kuweka wakfu au kwa kubadilishana au kwa kurithiwa baada ya yeye kufa, umiliki ukahama kwenda kwa mtu mwingine. Lakini kama haikupatikana njia ya halali katika kujimilikisha mali, sheria ya Kiislamu inalipiga vita hilo. Kwa hiyo inahimiza zihifadhiwe mali. Ukishaona kwamba kuna sharia ya Kiislamu, basi sharia ya Kiislamu kutoka mwanzo mpaka mwisho malengo makuu ni kuilinda dini, kulinda nafsi, kulinda akili, kulinda heshima na nasab na kulinda mali. Kwa wasomi wa sharia ya Kiislamu wanalielewa hili. Kwa hiyo haya ndio maqasidu ash-shari'ati al-islamiyya, na hizi ndio zinazoitwa ad-daruriyatu al-khams, mambo ya lazima matano ambayo yafaa kulindwa. Mimi nitayataja mambo matatu katika haya matano. Sitataja jambo la kuhifadhi dini kwa ufafanuzi wake, kwa sababu huu ni muhadhara wa takriban siku 2 mpaka siku 3. Huo wa kuhifadhi dini peke yake na taratibu zake. Kwa hiyo hili nitaliacha pembeni kwanza. Na suala la pili, uhifadhi wa akili na kuilinda, hili pia nitaliacha pembeni leo, pamoja na umuhimu wake na ukubwa wake, kwa sababu sasa hivi watu wengi wamevurugwa akili zao. Hivyo basi kuna haja ya kufafanua na kuweka wazi na kuielimisha jamii itahadhari juu ya hatari ya uharibifu wa akili, kwa kuwa vijana wengi wameingia katika uraibu wenye kuzivuruga akili zao, wakiona wenyewe wanastarehe na wakahesabu kwamba huo ndio ujana. Lakini leo sitapata nafasi ya kulizungumzia hilo. Nitayazungumza matatu katika haya kwa sababu naweza kuyakusanya kwa pamoja katika mazungumzo mamoja haya ya wakati huu. Uislamu umetukataza kuua nafsi, tena makatazo makali sana. Lakini tukitaka kusema kusuala la kuua nafsi, lazima tuongeze kipengele kimoja katika sheria kinatajwa, hata Qur'ani inataja hivyo, nayo ni kuua nafsi bila ya haki, kuiua nafsi isiyostahiki kuuawa. Kwa sababu zipo nafsi zinastahiki kuuawa katika sharia ya Kiislamu kwa utaratibu wake ambao nitaugusia kidogo. Lakini kiujumla sheria ya Kiislamu inaharamisha vikali mno kuua nafsi ya mwanadamu pasi na haki, na uharamu huo hauishii katika kumuua mwanadamu Muislamu tu, hata asiyekuwa Muislamu. Na sheria ikaihesabu kuwa jambo hilo
ni katika akbarul kabairi, madhambi makubwa miongoni mwa madhambi makubwa. Kubwa ya madhambi makubwa ni mtu kuua nafsi pasi na haki. Kama aliyemuua ni mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake, ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. yoyote atakayeua nafsi iliyo ya Kiislamu ya mu'min hali ya kuwa ni mwenye kukusudia kwa makusudi, yoyote atakayemuua muislamu kwa makusudi, basi malipo yake yatakuwa ni moto wa jahannam, hali ya kukaa humo milele. Jambo la kwanza, atakaa motoni milele na Allah atakuwa amemghadhibikia, wa ghadhiba Allahu alayhi, na Allah atakuwa amemghadhibikia, wa la'anahu, na atakuwa amemlani huyo, amelaaniwa na Allah, wa a'adda lahu adhaban 'azima, na amemwandalia adhabu kali. Jahannam ataingia na adhabu kali nyingine atazipata, na ghadhabu za Allah zitakuwa juu yake, na chuki na hasira na laana ya Allah ataipata hapa duniani na akhira. Kwa nini ameiua nafsi ya mu'min? Kwa nini amesababisha kuuawa mu'min? قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وهذه الآية نهي عن قتل النفس المحرمة مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها. الإمام القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى katika tafsiri yake alipokuwa akitafsiri aya hii na kuifafanua, akasema aya hii ni makatazo ya kuiua nafsi iliyoharamishwa kuiua. Ni mamoja nafsi hiyo ni nafsi ya mu'min au kafiri asiyokuwa mu'min anayeishi na Waislamu kwa misingi ya amani na kwa mikataba ya amani, isipokuwa kwa haki ambayo inapelekea na kuwajibisha kuiua. Mtu mu'min, Muislamu na asiyekuwa Muislamu ambaye anaishi katika nchi pamoja na Waislamu kwa mikataba ya amani, ni mamoja amani hiyo imetoka juu kwa mtawala, au amani hiyo amepewa na Muislamu mmoja katika Waislamu wengi kwa mikataba maalum na makubaliano maalum, au wanaishi pamoja na Waislamu katika nchi yao, ni haramu kuiua nafsi hiyo isipokuwa kwa haki ambayo inalazimisha kuuawa. Muislamu anaweza kuuawa kwa haki. Kwa haki vipi? Kwa mfano, qatala rajulan mu'mina, mtu amemuua mu'min, amemuua Muislamu, kachomoa bastola kampiga risasi, kachomoa upanga kamkata kichwa, kamkita mkuki, kamchoma kisu, kampiga ngumi, kampiga jiwe, kamgonga na gari kwa maksudi, kamsukuma kwenye jabali au kwenye gorofa kwa maksudi, kamtosa baharini, kamchoma moto kwa maksudi. Maadamu amefanya hivyo, hata akiwa yeye ni Muislamu aliyefanya hivyo, sheria ya Kiislamu yatuambia huyu auawe. Man qatala qutil, atakayeua na yeye atauawa, na pale akiuawa atakuwa kauawa kwa haki. walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab, kwa sababu
kwenye kisasi, kwenye kulipiza kisasi kunapatikana uhai, enyi watu wenye akili. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea ndani ya Qur'ani vile vile katika suratul Maida kwamba huo ndio utaratibu wake aliyouweka kwenye vitabu vyote vya mbinguni, kwamba atakayeua au wawe. Akasema wakatabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Allah subhana anatueleza katika aya hii kwamba sisi tumewaandikia wao wana wa Israeli ndani ya Taurati kwamba nafsi italipizwa kwa kuwa nafsi nyingine, nafsi italipiziwa kwa kuua nafsi nyingine. Umemuua mtu na wewe utauliwa kwa vigezo na taratibu za sheria zilizowekwa ndani ya Qur'an na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nafsa bin-nafs yako ndani ya Qur'ani haya na yapo katika Taurati vile vile. Ukifungua kwenye Biblia utayaona. Jicho litatobolewa kwa kutoboa jicho. Umemtoboa mwenzako jicho kwa maksudi, lako litatobolewa. Umelichokonoa ukalitoa na lako litatolewa. Wal-aina bil-ain wal-anfa bil-anfi, umemkata mtu pua, yako itakatwa. Wal-udhuna bil-udhun, na sikio kwa sikio, ulimngata sikio ukalitoa, lako litakatwa pia. Umelikata kwa kisu, utakatwa kwa kisu. Wasinna bisinni, na jino kwa jino, jino litalipizwa kwa jino kwa maksudi, na jino lako nalo litang'olewa. Ulimpiga kichwa akaondoka meno mawili, na yako mawili yataondolewa, mbaki nyote mapengo. Waljuruha qisas, hata majeraha pia na kisasi. Ulimkata kisu, jirah ni mudhiha au ni aljaiha au aljaifa pia wanaliita jeraha lenye kuingia ndani. Umemchoma kwenye tumbo, kisu kikaingia, na wewe utachomwa. Umempiga panga kwenye kichwa mpaka mfupa wa kichwa kaoneka, na wewe utakatwa hivyo hivyo. Walijuruha qisas. Waman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun la, atakayetoa sadaka akasamehe, hiyo ni kafara kwake. Bwana, mimi nimesamehe, kanipiga kichwa, nimeng'oka meno, basi nimemsamehe. Na hiyo ndio hukumu ya Allah. Na yoyote atakayehukumu pasi na hukumu ya Allah, hao wenye kufanya hivyo ni madhalimu. Zikija sheria kwamba haki za binadamu, itakuwaje, kwa nini auawe? Na ndio maana wakitaja nchi katika orodha ya nchi zenye amani, nchi zenye uadilifu na siasa bora, hawazitaji nchi za Kiislamu, kwa sababu nchi za Kiislamu zenye kusemesha sheria, ukiua utauawa, utafungwa jela miaka 5 au miaka 10, alafu uachiwe ukauwe tena, au kumpa ujasiri mtu kuua watu kwa sababu jua nitafungwa miaka 10 tu alafu basi. La, ukiua mtu utateletwa mbele ya hadhara za watu baada ya taratibu za sheria kukamilika na upelelezi na mahojiano mbalimbali, kisha utaletwa hadharani mahali kama stendi ya mabasi au sokoni. Sheria zitasomwa pale, watu wote wahudhurie. Atakuja mchinjaji na upanga, utakatwa upanga. Hutapigwa sindano kwamba atanyongwa mpaka kufa alafu apigwe sindano tu. Panga, anapigwa panga moja, kichwa kinaanguka huku na mwili unaanguka huku. Hii yote ni kuzuia ubadhirifu wa kuua nafsi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala analielezea tukio la kuua nafsi kuwa ni tukio baya kabisa. Kuua nafsi moja ni kama kuua watu wote. Anasema Allah subhanahu, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard
فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. سورة المائدة hiyo aya 32. kwamba mambo yalivyo, yeyote atakayeua nafsi moja tu au akafanya uharibifu katika nchi iliyopelekea mauaji, huyu ni sawasawa ni kwamba ameua watu wote. Na mwenye kuhuisha akailinda nafsi moja isiuawe, huyu ni sawasawa na aliyewahuisha watu wote. Haya ikaendelea na mwanzo na ina mwisho, lakini nimechukua maneno haya hapa katikati kuonyesha katika Uislamu kuwa jambo la kuua nafsi si jambo dogo, ni jambo kubwa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ufafanuzi wake na maelezo yake, ile siku alipohudhuria kwenye hijjatul wadaa, akawaongoza waislamu kwenye ibada ya hija ambayo ilifanyika mwishoni mwa umri wake, ndio maana inaitwa hajjatul wadaa. Alipowakusanya waislamu aliwahutubia hutuba nzito yenye maana. Miongoni mwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama aliyosema kwenye hutuba yake, akasema inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. alhadith. fahamuni ala inna dima'akum, hakika damu zenu, wa amwalakum, na mali zenu, wa a'radakum, na heshima zenu, ni haramu juu yenu kuzivunja, haramu kuzimwaga damu, haramu kuzipora mali, haramu kuzivunja heshima za watu, kama ilivyokuwa uharamu wa mwezi wenu huu. Nafsi ni kitu kitukufu, mali ni kitu kitukufu, heshima ni kitu kitukufu. Vitu hivi vimetukuzwa na Uislamu kama ulivyotukuzwa mwezi huu wa Dhulhijja, mwezi wa mfungo 3 katika mji wenu huu, mji wa Makka. Katika siku yenu hii ni haramu, haifai kuvigusa vitu hivi. Ukivigusa vitu hivi utakuwa kwenye matatizo makubwa ndani ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kulitilia mkazo jambo hilo alisema maneno kwamba innal malaikata la tal'anu ahadakum idha ashara ila akhihi bihadidatin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi hii kwa sanadi iliyo sahihi kwamba hakika malaika wanamlani mtu mmoja wenu atakapomuonyesha mwenzake silaha, akamuonyesha kwa ishara, nitakupiga risasi, akatoa silaha, au akamuonyesha upanga, nitakuchinja mimi, au kamtolea kisu, akatoa ishara ya kwamba ataka kumdhuru. Malaika wanamlani mtu yule, wa in kana akhahu li abihi wa ummi, hata kama akiwa ni ndugu yako baba mmoja mama mmoja, kwa baba na mama. Suala la kutishiana silaha ni katika mambo mabaya kabisa katika Uislamu, na sheria ya Kiislamu imelikemea hilo. Sikwambii kuua, bali sheria ya Kiislamu imetuambia wazi kabisa katika hadithi sahihi, unapopita katika mikusanyiko ya watu kama sokoni na sehemu nyingine zenye mikusanyiko mikubwa ya watu, ficha silaha yako, usionyeshe upanga wako wala kisu chako wala bunduki yako, ifiche, kwa sababu haifai hata kutia hofu katika nyoyo za Waislamu na nyoyo za raia. Uislamu umetilia mkazo sana kuzilinda nafsi. Na ndiyo maana lilipokuwa swala hili la kuidhuru nafsi au kuzitia hofu nafsi na kuharibu mali za watu na heshima zao, jambo hili lilipokuwa ni kubwa kwa mujibu wa mtazamo na sheria ya Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka hukumu nzito kwa wenye kufanya hayo.
Kwanza kwa huyu aliyemuua mwenzake kwa maksudi, sheria ya Kiislamu baada ya kumthibitisha muuaji, ndugu wa jamaa wa yule aliyeuawa wakilipeleka shitaka lao katika mahakama ya kadhi, kadhi atalipokea suala lile, ataliweka kwenye kitengo maalum kwa ajili ya upelelezi na kutafuta uthibitisho na ushahidi wa kwamba mlalamikiwa aliyetekeleza mauaji hayo ni mtu fulani au watu fulani wa kijiji fulani au kabila fulani. Wapelelezi wale wakishalithibitisha suala lile kwa ushahidi na kumtia nguvuni yule mlalamikiwa au mtuhumiwa, suala lile litarudi kwa kadhi likiwa lishachakatwa na kuwekewa utaratibu maalum. Kadhi atakaa meza moja na walalamikaji ambao ni warithi wa yule aliyeuawa, ndio sheria ya Kiislamu. Na ndio maana Allah akasema katika Qur'an, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bilhaq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwalihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Suratul Isra. Msiziue nafsi ambazo Allah ameshawaharamishia kuziua. Msiue watu bila ya hatia, na yoyote atakayeuawa kwa dhulma, sisi tumeweka mamlaka ya kulipiza kisasi kwa jamaa zake, warithi wake. Faqad ja'alna liwalihi sultana, tumeweka mamlaka kwa warithi wake. Bwana, ndugu yenu ameuawa na mtu fulani, tumechunguza, tumepeleleza, tumejiridhisha kwamba muuaji wa ndugu yenu ni mtu fulani, na kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu imethibitika kwamba huyu aliua kwa makusudi au genge hili liliua kwa makusudi, na kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu anayeua atauawa. Lakini pia tunawasikiliza nyinyi ndugu, mtapenda auawe kwa kulipizwa kisasi au mtasamehe? Kwa hiyo ndugu watakaa nao, ni kama ni mtoto, baba wa aliyeuawa, kama ni baba na watoto wake, kaka zake, ammi zake, ndugu wa baba yake, baba wakubwa, baba wadogo, watakaa kwenye meza moja, watashauriana. Kama watoto bado wadogo, huyu mtuhumiwa ataendelea kukaa mahabusu mpaka watoto wakue. Utaambiwa baba yenu aliuawa tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani na mtu fulani, na nyinyi mlikulelewa hali ya kuwa mayatima, mnasemaje? Tulipize kisasi? Mahakama inasubiri maelekezo kutoka kwa warithi. Watoto wote wakisema ndiyo, tieni saini hapa. Kisha jambo linapelekwa kwa mkuu wa nchi, atasema pitisha hukumu. Kitakuja kikosi maalumu kitamkata kichwa yule mtu. Wale wakikhtalifiana, watoto hawa wasema tuue, wengine wasema hapana, tumesamehe. Amesameheka huyo, ila mtawala akisema hata kama fulani amesamehe, sisi twamuua, basi itachukuliwa hukumu ya mtawala. Kama kuna maslahi ya kufanya hivyo, atamuua kwa taaziri, lakini ile hadi imeanguka kwao, kisasi kimeondoka. Kwa hiyo kuna taratibu zimewekwa, na haifai watu kuparamia mambo haya, na jambo limewekwa katika serikali na mahakama ya kadhi na taratibu zake. Lakini Kiislamu aliyeua kwa makusudi atawajibishwa kwa kuuawa, ndio sheria imewekwa, na huko ni kuzilinda roho na nafsi za watu zisichezewe. Ni mmoja ameua kwa gari, amepita katikati ya barabara, pana watu wengi, akapita 120, akawapiga watu 20 30. Aiambii kwamba hii ni traffic case bwana. No, hapana. Ametaamadi kuua watu, atauawa. Amepita na bodaboda na spidi 100,
mahali pana watu wengi, pana watoto, akakusudia hasa kaua, sheria itasema na yeye auawe, ili wengine wasichezee roho za watu. Sheria ya Kiislamu iko makini kabisa katika kulinda haki za watu na roho zao.